kwa nini Freeman ambaye kila anayetoka anasema ni kijana wake, na wewe umekuja hapo umesema ni kijana wa Freeman, kwa nini Freeman asitoke akatuliza huu upepo hasa wanaoitwa waliokuwa wafuasi wake, ili sasa umma na wafuasi wake wote hao waseme kwamba mwenyekiti yuko kwenye chama na hayuko nyuma ya haya mambo. Nasema hivi kwa sababu hata katibu mkuu alivyotoka hadharani akasema yale aliyoyasema kwamba amezungumza na Freeman, bado sauti kinzani zilitoka kwamba kwa nini asiseme yeye, kwa nini anasemewa. Asante. Swali la pili, umesema Freeman amejipa likizo. Kwa hiyo kuna muda unahitajika wewe watu walioko ofisini wape nafasi wazungumzi. Naomba ni nukuu, Freeman bado ni kiongozi ndani ya Chadema, ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema. Ukisema amejipa likizo, mimi nataka kujua kuna official letter au kauli rasmi ya Freeman kwenda kwa chama kwamba hata hivyo vikao vya kikatiba ambavyo ninahitajika kuja, naomba nipumzike. Otherwise ni kwamba sawa alisema anaenda kufanya biashara, lakini je, kuhudhuria vikao vya kamati kuu ya Chadema kunazuia vipi ufanisi wa biashara zake? Kwa sababu hoja inajengwa hapa kwamba sasa mtu kama vikao tu haji. Maana yake watu wangependa kuona ile sense of unity kwamba mwenyekiti kaja kwenye kikao cha kamati kuu. Maana yake kwamba yuko pamoja na chama. Ukimya wake huu ndo unaonyesha kwamba yumo au hayumo. Sasa ukija wewe kusema, tunaomba utusaidie haya. Swali la mwisho, wewe mwenyekiti wa kanda, mimi nilikuuliza wiki iliyopita ili swali kuhusiana na namna mnavyoshughulikiana kwenye chama. Umesema watu hawa wakubwa wanatishika na mwenyekiti wa tawi. Kuna viongozi wa chama ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa wanaandikiwa barua na ngazi zao za matawi na kata na wanaadhibiwa. Wewe hapa umesema kwamba hakuna upendeleo huo, hakuna unyanyasaji huo, kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa kanda, ndio ningekuwa mtu wa kuwaondoa hawa watu. Tunamuona nani Asenga alikuwa mwenyekiti wa tawi, nani mwenyekiti wa jimbo si wa wilaya, ameondolewa kwenye nafasi za wanachama na tawi. Naomba tusaidie, mamlaka ya nidhamu ya mwenyekiti wa wilaya au wa jimbo ni ipi? Kwa sababu unavyosema kwamba wametuambia tuondoke, wanaondoka kwamba wanatishiwa kuondoka, lakini haya mbona yanatokea kwenye tawi? Sawa, tawi sio mamlaka ya mwenyekiti wa jimbo. Wewe kama mwenyekiti wa kanda umechukua hatua gani kwamba kuhakikisha hawa watu hata kama wana makosa ifuatwe due process ile kwamba unaondolewaje? Kwa sababu haya mambo umeshakukuta na wewe ulikuwa mjumbe wa kamati kuu ukaja ukafukuzwa na katibu wa tawi, katibu wa kata. Je, hili likoje? Kwa sababu wewe ndo mwenyekiti wa kanda hii, tunaomba ufafanuzi wake. Asante. Asante. Mimi naitwa Tuzo Mapunda, natokea Mwananchi. Nilikuwa naomba tu nikazie, kuna sehemu kama mbili hivi. Sehemu ya kwanza, wakati mwenyekiti wa kanda anakuja na zungumza kama ndo alikuwa mwandani wa Freeman Mbowe, tumemwona Mchome anaendelea kukisumbua chama, na katika kukisumbua kwake chama tumeona maamuzi yaliyotolewa na msajili wa vyama vya siasa. Amefuta waajiriwa wa chama. Mwenyekiti yuko kimya. Mashua bado inapata shida. Tumeona kuna kesi imefunguliwa. Mwenyekiti ambaye alimaliza muda yupo kimya. Ni kipindi ambacho yeye alitakiwa kutoka, wala kutoka kauli hata moja kukisalimisha chama. Lakini pia tumeona upande wa Zanzibar wamefungua kesi kwamba chama kiendeshwi kwa misingi ya usawa, kwamba mali upande wa Zanzibar wanufaiki na chochote. Bado hamuoni kama kuna shida ambayo inaendelea sasa hivi, na hata uongozi umepewa nafasi ya kufanya kazi yake kwa miaka 5. Unaweza ukashindwa kutekeleza majukumu yake kwa sababu muda wote itakuwa inaangalia tu namna kuendesha kesi na mpaka muda unaisha. Mtampimaje? Asante.
Naitwa Alexi kutoka Watetezi TV. Swali langu ni kuhusiana na ukimya wa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu. Katika kipindi ambacho Tundu Lissu alikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema na kipindi hicho Freeman Aikaeli Mbowe akiwa mwenyekiti wa Chadema, tuliweza kushuhudia namna ambavyo Tundu Lissu aliweza kupambana kuhusiana na ukatili ambao uliweza kufanyika na juu ya kesi ya Tundu Lissu. Na kwa sasa hivi tangu Tundu Lissu aweze kukamatwa, japokuwa umezungumzia kuhusiana na biashara ambazo amekuwa akizifanya aliyekuwa mwenyekiti Freeman Aikaeli Mbowe, lakini pia umezungumza umeshakutana naye mara kadhaa hapa jijini Dar es Salaam, lakini hatujawahi kumshuhudia akitoa tamko lolote kuzungumzia kitu chochote au kuibuka kuzungumzia juu ya hali ya kisiasa, juu ya ukamataji wa aliyekuwa makamu wake kipindi hicho. Sasa ukimya huu kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hasa kwa kiongozi huyu ambaye sasa anaonekana kama ni muasisi wa chama, upoje ndani ya Chadema? Nianze na Rajoni. Anasema swali la kwanza, kwa nini mheshimiwa mwenyekiti aliyepita aliyemaliza muda wake asijitokeze hadharani kutuliza upepo. Nafikiri ili jibu lake rahisi sana. Mimi nilipokuwa nazungumzia sehemu zote nilizomtaja mheshimiwa Freeman Mbowe, nimelazimika kumrejea kama mtu ambaye wakati mimi naongoza mapambano yake ya kampeni, mapenzi mema dhidi ya chama hiki aliyoonyesha kwetu kwa vitendo na kwa mazungumzo dhidi yetu, hatutarajii kwamba anaweza kawa nyuma ya jambo lolote lingine baya kwa leo. Na nikaenda mbali nikasema alikuwa na nafasi ya kuiumiza Chadema na kuiharibu Januari na Desemba wakati wa uchaguzi kuliko leo hii ambao unaweza kwa sababu sasa hivi Chadema hiki kinachoendelea kwamba kina damage kubwa na unaweza kukiua ni probability. Yaani unacheza na probability. Wakati yeye pale angeweza kuanzisha mgogoro tu kwamba mchaguzi uvurugike, uchaguzi ukivurugika pasionekane nani kachaguliwa, tuendelee kubaki kwenye mgogoro na chama kionekana hakina hela. Hivyo vitu vya namna hiyo tu ambavyo tumeona kwenye vyama vingi vinapitia, ambapo unasababisha kabisa taasisi na yumba. Sasa kama umevuka kipindi kile ambacho ulikuwa na yai mkononi na ukaliendo lile yai kwa uangalifu kulivunja, sasa hivi vyote hivi vinafanyika hivi, mimi mzoefu, ni probability. Uwezekano wa kusema umetingisha umekiathiri chama ni mdogo sana. Ndio maana nikasema sifikiria anaweza akakosa hiyo akili ya kusema eti kwamba leo hii mimi sasa nataka Chadema ni wakomoe, alafu ashindwe kutukomoa kipindi kile ambacho walikuwa na hizo powers za kutukomoa. Ndio sehemu pekee nilipomrejea. Sasa hili la kwa nini yeye asitoke leo kutuliza ghasia, nafikiri ni swala la subira. Tuvute subira, bado yupo. Tunamsemea mtu ambaye yuko hai. Siwezi kusema atatoka lini au hatotoka, au anaweza akatoka akasema mimi kweli ndo navuruga hilo jambo. Hiyo naye ni binadamu. Siwezi kugarantii, naye ana nafsi yake ya kujisemea na muda upo unatosha. Lakini itoshe tu kusema sisi kuja hapa ni kuonesha tu kwamba kama Mbowe alikuwa anatoa maelekezo, tafsiri yake na vijana wake sisi wengine wote ndani ya maelekezo yetu tungekuepo. Tulikuwa na ushuhuda hapa, tumeambiwa lakini tumekataa, si ndio? Tungesema alituita Mbowe watu 10, tumeambiwa watu 5 tumekubali, watu 5 tumekataa. Lakini kama hawajaita kikao na kumuelekeza mtu yoyote, nakupa benefit of doubt kwamba sio maelekezo, kwa sababu hata sisi ambao tuko naye karibu ile jambo hatuje kukutana naye kutushauri au kutuambia tufanye jambo la namna hiyo. Lakini swala lako la pili kwamba je, Mbowe umesema ameenda likizo, je kuna barua kuomba likizo? Nafikiri hili taswira la kujadiliana. Hili ni kwa mujibu wa maelezo yake mwenyewe. Siku ambayo Mlimani City anaenda over pale uongozi na anamkaribisha mwenyekiti Lissu, alisema
kwamba nashukuru nimemaliza wakati wangu na sasa napata muda mzuri wa kwenda kutafuta mafekeche, maana yake fedha. Umeona mafekeche maana yake fedha. Sasa kwa tafsiri haraka maana yake ameenda kwenye biashara na tafsiri yake pale aliwaaga wajumbe kwamba jamani, baada ya jukumu hili naelekea huku, usitegemei leo sisi tuliokuwa pale. Sitegemee sisi tuliokuwa ukumbini tumemsikia anatuaga. Leo tuje kuuliza kwamba mwenyekiti ameenda wapi? Na ametuaga pale. Kwamba nashukuru baada ya wajibu huu naenda sehemu fulani kutafuta fedha. Kwa hiyo linaeleweka tu, ile wala halihitaji kuandika barua. Afu isitoshe, ile nafasi alionao mwenyekiti Mbowe ni ya kikatiba, sio ya kuomba. Yaani kwamba awepo ahudhurie asihudhurie ni kwamba amekuwa granted, ni on his will, kwamba akitaka kuitumia nafasi hiyo anayo. Asipotaka, tofauti na mtu anaenda kuomba mwenyekiti wa chama au wenye ukatibu kwamba ni mtendaji lazima afike ofisini. Sio kama unaelewa tofauti. Yaani sio wajibu wa kuomba, ni wajibu wa fedha anapewa. Kwamba ulikuwepo sasa unapata nafasi ya kuingia kwa tiketi yako. Sasa usipotumia tiketi yako ni wewe, au unaweza usitumie leo ukaitumia kesho. Kwa hilo nalo linaweza likakuongezea wewe kutafakari, je, kuna lazima kuandika barua au la. Lakini la tatu umezungumza namna ambao viongozi wanashughulikiwa na wenye vituo matawi na hamna kiongozi yote amekemea amefanya nini. Mimi nafikiri hili wala alihitaji nguvu kubwa sana kwa kiongozi jamani hapa ndani ya Chadema wote waliopo. Kila mtu anajua mamlaka yake, ni jambo namna uongozi utakavyokuwa. Yaani katiba Chadema kila kiongozi chini imeandikwa namna uongozi wake utakavyokoma, kwa kufa, kikao kilichomchagua ndio kinaweza kumuondoa, kwa kujiuzuru kwa hiari yake yeye mwenyewe, si ndio? Kwa kusimamishwa kanusha. Yaani ni barua ni invalid. Wajibu pekee utaofanyika, huyu aliandika barua ameipeleka wapi kama nakala. Akipeleka kwa ngazi ya juu atamwambia ulichokifanya si sahihi, ni batili, kwa sababu akifanyi moja